Kibabe na namna wa Iran wanavyopigana wakati huo inaonekana ni weka mbali na watoto kama Waswahili wanavyosema. Iran walitoa kauli nzito kiasi kwamba nchi nyingi katika Ghuba kwanza zimepata hofu, lakini pia hata rais wa Marekani mwenyewe amepata hofu na hatimaye kurudi nyuma na kwamba amesema hatoishambulia Iran. Nchi nyingi katika Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, lakini pia Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini na mataifa mengine kama vile Jordan, Bahrain, kadhalika na Israel yalikuwa yako tayari kabisa kwa ajili ya kupambana na Iran. Lakini kile ambacho Iran imekionyesha katika vita vya siku 13 mfululizo na mashambulizi ya siku moja yaliyofanyika mnamo siku ya Jumamosi ambayo ilisababisha hasira kwa rais wa Marekani Donald Trump, yamefanya mataifa mengi katika Mashariki ya Kati kurudi nyuma, na kwamba kauli aliyoitoa rais wa Marekani kwamba ataishambulia Iran vilivyo na kauli ambazo zimekuja kujibiwa na wa Iran zimetoa hofu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Viongozi mbalimbali wa Iran kila mmoja amekuwa akitoa kauli kwamba ole wao Marekani ianzishe shambulizi lolote itajuta, lakini pia ole wake nchi yoyote ambayo ipo tayari kushirikiana na Marekani ingilie mzozo huu. Hili liwafanya pia Waingereza kurudi nyuma, kwa sababu moja kati ya nchi ambazo zingetumiwa katika vita hivi nyakati hizi ni pamoja na Uingereza, ukiachana na mataifa ya Mashariki ya Kati. Viongozi wa Iran wametishia mataifa ya Ghuba wakisema kwamba mataifa hayo ikiwa ni pamoja na Israel zitaangamizwa katika miundombinu yao ya nishati, lakini pia zitaharibiwa uchumi wao ikiwa zitaamua kuingilia vita hivi kwa kushirikiana na Marekani. Mohamed Marandi, mjumbe wa ndani wa serikali ya Iran, amesema kwamba mataifa ya Ghuba yataangamia safari hii, lakini pia na taifa lolote ambalo litatumiwa na Marekani litaingia katika maangamizi makubwa. Jana Jumamosi alisema kwamba kutokana na namna ambavyo Marekani imepanga kuharibu miundombinu muhimu ya Iran, ndicho ambacho Iran itafanya katika nchi za Ghuba pamoja na Israel na nchi yoyote ambayo itaamua kushirikiana nayo. Kila kitu kitaharibiwa katika Mashariki ya Kati. Huu ndio uamuzi wa mwisho uliotolewa na kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Mohamed Marandi, ambaye ipo karibu mno na utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na ambaye alikuwa mshauri mkuu wa zamani wa kiongozi mkuu Ali Khamenei, ameonya siku ya jana Jumamosi akisema kwamba mataifa ya Ghuba na Israeli yanaweza kukabiliwa na maangamizi mabaya katika miundombinu yao, lakini pia katika namna yoyote ile. Kulingana na matamshi ya utawala wa Trump, inawezekana kabisa kwamba badala ya miezi kadhaa ya vitisho vya kinyama, kuna uwezekano wa kufanyika kwa mashambulizi. Sasa tunaapa kutakuwa na mashambulizi mazito katika nchi ya Qatar, katika nchi ya Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu, labda pia na Oman, na Israel ndio itaangamia zaidi, aliandika Marandi katika ukurasa wake wa X. Ikiwa mashambulizi yatafanywa dhidi ya miundombinu ya kiraia ya Iran, miundombinu muhimu ya tawala hizi washirika pamoja na ile utawala wa Kizayuni na labda Jordan pia itaharibiwa, aliendelea. Watu katika serikali hizi lazima wajiandae mara moja kuhama, waondoke katika nchi hizo, tutaangamiza kila kitu. Hii ndiyo kauli iliyotolewa na Mohamed Marandi, mtu wa karibu mno na utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wakati huo afisa mmoja wa Israel aliambia CBS News kwamba Israel haifahamu uamuzi wa kurejesha kikamilifu shughuli za kijeshi na haijaombwa kujiunga na hatua zozote za kijeshi dhidi ya Iran. Ni baada ya kauli kwamba pengine kuna uwezekano wa Israel kuungana kwa mara nyingine tena na Marekani katika mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mapema jana Jumamosi, gazeti la Washington Post limeripoti kwamba mkuu wa kamandi ya Umoja wa Ulaya ya Marekani, Jenerali Alexander Brinkiewicz, alionya Pentagon wiki hii kwa faragha kwamba hana vikosi vya kutosha vya majini vinavyoweza kuendelea kuilinda Israel dhidi ya makombora ya ballistic ya Iran. Jeshi la Marekani hata hivyo lilionya kuwa halina vikosi vya kutosha kuilinda Israel dhidi ya makombora. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyowataja maafisa wa Marekani, Brinkiewicz alituma ujumbe wa maandishi kwa maafisa wa Pentagon akionya kwamba isipokuwa angepokea mharibifu wa ziada wa jeshi la wanamaji la Marekani, kwa maana meli ya kivita nyingine, atalazimika kuweka kipaumbele katika kulinda nchi ya Marekani badala ya kuendelea kuilinda Israel dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Iran. Jeshi la wanamaji la Marekani liko chini ya mkazo mkubwa baada ya utawala wa Trump kuamuru kufungwa kwa bandari za Iran kujibu kufungwa kwa Tehran kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Kulingana na ripoti hiyo, makabiliano hayo yalivuruga usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine katika Mashariki ya Kati kupitia njia hiyo ya bahari na kuitikisa uchumi wa dunia. Hata hivyo,
hali mbaya ya kiuchumi inatajwa huenda itakuja kutokea zaidi ikiwa Marekani ingeanzisha mashambulizi hayo, kwa sababu wa Iran wanatambulika wakati huu kwamba si taifa la kuogopa wala si taifa la kuonyesha kwamba lina hofu yoyote dhidi ya Marekani na taifa lolote katika ulimwengu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.